Il est vivant. Est-ce que nakoyo kamololo ya batu bazana suka kuna? Tunamshukuru Mungu wa wazazi. Mungu wa MCSA. Amen. Pachane neema. Apesi ngolu. Ya kusimama siku ya leo. Ya kotele mkono na leo. Tumejua kwamba toyebiete. Tunabakia siku kidogo. Etika ni mikolo mikuse. Tumalize mwaka. Tusidisambula. Na sisi ambao tunaendelea kusimamishwa hapa. Hizo toteleni awa libosona. Kwa ajili ya kumaliza mwaka. Wala kusidisambula oyo. Kuna neema kubwa. Tozana ngolu. Kwa maana Biblia inasema ni heri mwisho kuliko mwanzo. Sisi ambao tunamaliza mwaka vizuri. Ni kusema tutaanza mwaka wa 2026. Haleluya. Amen. Hatutalia. Walisema hapa. Tena kinywa mtakazi wake. Tutamaliza mwaka. Hatutakufa. Nikisema tukimaliza mwaka. Tutaanza mwaka. Na kama tutaanza mwaka 2026 na tutamaliza kwa neema ya Mungu wa sasa. Haleluya. Haleluya. Amen. Tunataka kusema hivi. Tunakuwa na teme yetu. Ambao nasema mazingira. Mazingira. Ambia mwenzako mazingira. Ambia mwenzako mazingira. Mwambie watu kwa mazingira. Tunakuwa na text yetu kutoka katika kitabu cha Mwanzo. Genèse 19. Tuanza pale 1. Mpaka 13. Mwanzo sura 19 mstari wa kwanza mpaka 13. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Malaika wawili walikuja kwa Sodomo magharibi. Loti akakaa kwa lango la Sodomo. Loti akawaona akisimama kukutana nao. Akajiinama na uso wake kwa udongo akasema, tazama sasa bwana zangu, mgeuke kando, ninawaomba ninyi. Hata nyumbani mwa mtumishi wenu mukawe usiku mzima na munawe miguu yenu, na mtaamka mapema mwende zenu. Wakasema, hapana, lakini tutakaa njiani usiku kucha. Akawasukuma sana, wakageuka kwake, wakaingia nyumbani mwake. Akawafanyia karamu na kuoka mkate pasipo chachu, wakakula. Lakini mbele ya kula, watu wa mji, watu wa Sodomo wakazunguka nyumba, vijana na wazee, watu wote toka kila pande. Wakaita Loti wakamwambia, watu waliokuja kwako usiku ni wapi? Awatoe kwetu tupate kuwachua. Loti akatoka kwao kwa mlango, akafunga mlango nyuma yake, akasema, ninawaomba ninyi ndugu zangu, msifanye vibaya hivi. Tazama sasa nina binti wawili wasiojua mtu, ninawatoe kwenu. Basi ninawaomba ninyi muwatendee sawasawa vizuri kwa macho yenu, lakini msifanyie watu hawa kitu, kwani wamekuja chini ya kivuli cha dari yangu. Wakasema, simama kando. Wakasema, mtu huyu mmoja amekuja kusafiri, kumbe hukumu atahukumu. Sasa tutakufanyia wewe vibaya kuliko wao. Wakasukuma mtu mwenyewe sana, hata Loti wakamharibia kuvunja mlango. Lakini watu wakanyosha mkono wao, wakaingia Loti kwa nyumba, wakaingiza Loti kwao kwa nyumbani, wakafunga mlango, wakapiga watu waliokuwa kwa mlango kwa upofu, wadogo na wakubwa, hata wakachoka kwa kumfuata mlango. Watu wakamwambia Loti, una wengine hapa, mkwe na wana wako na binti zako, na mtu gani uliye naye mjini? Uwatoe toka pahali hapa, kwani tutaharibu pahali hapa, kwa sababu kilio chake
kimezidi mbele ya Bwana, na Bwana alitutuma kupaharibu. Amena. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunasikia habari ya mtumishi wa Mungu Lutu. Hawa toyokisa wamusali na Nzambe Lot. Na tebe tunasema ya kwamba mazingira, environnement. katika mazingira Na kati ya environnement, tunaona aina mbili ya mazingira. tozomona deux sortes ya environnement. Mazingira ya giza, Environnement ya molili, pia mazingira ya nuru. environnement ya pole. Tukifuata habari za huyu ndugu Lutu, Soki tolandi ndoba ya Lot, tunaangalia descendance yao. tomoni kikokitana na ye. Huyu Lutu alikuwa katika kizazi cha Tera. Lot azalaki na libota ya Tera. Huyu Tera Oyo alikuja kazaa Abraham, abotaki Abraham, akazaa Nahori, abotaki Nahori, pia akazaa Harani. pe abotaki Harani. Huyu Harani sasa Harani ndio sikoyo aliyemzaa Tera. pe abotaki Tera. Haleluya. Amen. Fuata vizuri hapo. Na ndama langu Na Roho wa likabo. Mungu apate kutusaidia. Zabia sukabiso. Akazaa Tera. Aboti Tera. Biblia inasema ya kwamba Biblia liboye. baada ya Tera kuzala Lutu, Sima ya Tera kobota Lot. miaka zikapita, Kule lekaki. Tera akafa Tera kufi. mbele ya baba yake Nahari akafa Na ya kufaki. mbele ya baba yake Tera. Iboso papa na ete. Haleluya. Amen. Tunakwenda kuangalia sasa Siko tala sikoyo. huyu Tera Tera oyo. na huyu Lutu Na Lot. vilikuwa namna gani. Sadaki nengeni. Ikaonekana Lutu Sadaki Lot. na huyu Abraham Na Abraham. ni watoto wa mkubwa na mdogo. Wasalaki mwana mokolo na Walikuwa familia. wasalaki badeko. Haleluya. Amen. Na ukichunguza ndani Soko tani na kati. utakuta huyu Abraham Okokuta Abraham na huyu Lutu na Lot. walikuwa wandugu sana, Wasalaki bakusa. pia wanapendana Eba sana. kinalaki makazi. Lakini yaliyotokea hapo Na nyuma sasa maki na sima. Mungu ndiye anajua. Samenda yebi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema hivi. Biblia solo babu. Kulikuwa siku moja Okolo moko. Lutu Lot. alikuwa na manyama zake na ng'ombe. Na bibwele na ye bakombe. Abraham Abraham. naye pia alikuwa na ng'ombe zake. Wasalaki na bakombe na ye. Na kila yule Na muto. alikuwa Wasalaki. na watu wa kazi Na wake batona ya misala. wakimtumikia. Weko sale na ye. Ikionekana kama Wana kiete. kila mmoja alikuwa na watu wa kazi wengi Muto na mutaki wakamusale na bebe. nyama zilikuwa nyingi Banyameza yake bebe. na mahali pa kufugia nyama Sika kobaka na bibwele. ikaonekana Kobaki. wanakuwa wachache. Kobaki mukie. Lakini Mungu Kazi nzambe. aliyekuwa ndani ya Abraham Wasalaki na kati Abraham. akampatia ufunuo, Apesa keko mwana. akasema ya kwamba Adobiete. inabidi tuachane. Esekeli toka Kwa mwana. maana watumishi wa Lutu Wasale na na Lot. watumishi wa Abraham Wasale na Abraham. walianza kukorogana, Wanaki kwa buda. wakaanza pigana, Wanaki kwa buda. wakaanza temana vibaya Wanaki kwa baba bebe. kwa ajili ya mahali palikuwa. Wana esika na salaki. Alikuwa madogo sana. Esika kimo kema kasi. Alafu Abraham Abraham. akaona ya kwamba Amona kiete. kusudi tukorogane na ndugu yako Kwa ite tobe na nande kono ngai. na tunapendana, Hapo ndani makasi. inabidi niite ndugu yangu Nabe na nikono ngai. nimwambie ya kwamba Aye bisaete. tuachane Toka bwana. kwa uzuri, Na bonam. sio kwa ubaya. Na bete. Tuachane. Toka bwana. Kamuita Apena kie. Mungu achague mahali. Hapo na esika. Esika ni niko kende. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaita Lutu Apena kilot. akamwambia Lutu, Ayebisi lot. ndugu yangu, Deko na ngai. mimi naona Nana mwani boy. vitu ya dunia Makambo ya mokili oyo. tukoroganishe. Ebe bisa biso te. Kusudi vitu tukoroganishe si kwa ndugu. Kwa ite tobe ba te biso bateko. Tafadhali tuachane. Na zomo de loto ka bwana. Alafu kuna mama mawili Eza na kombi bale. nilitaka kuonesha hivi. Na dinaki na kisayo. Kwa chana yetu, Toka bwana na biso. angalia sasa nchi yote ni kubwa liko mbele yetu. Kana mokili monene koso na biso. Angalia sasa. Kana sikoyo. Kama utaenda kushoto, Soke na gauche. mimi nitaenda kuume. Kana mokili na droite. Kama utaenda kuume, Soke na droite. mimi nitaenda kushoto. Kana mokili na gauche. Lutu akasema, Loka ndo baki. umesema vema. Olobi malamu. Hakuna shida yoyote. Basi ezalite. Lutu akasimama, Loka telemi. akaangalia nchi yote. Atani mokili yote. Nchi inatanda. Atani mboka na Akaangalia milima. Atani mamoka. Akaangalia mamitoni. Atani nyoso na Akaangalia mai. umayani mzuri. Atani matiti. Wakaisha nyama zake. Akakupa macho.
ile wa moto moto. Ozimo susu kuna libanda basali ya moto moto. Unasema hawa ni wa TikTok. Olomba kwa basali ya TikTok. Utamwona kweli. Okomona ya sono. Anafala vizuri. Anati kidogo. Moto. Okote tele bila lokolo. Feste moko. Unasema ndio. Olobi oyo ndio msali. Owa benga mina tsa. Nikwambia kwa mtoto wa Yesu Yesu. wana M6. Uwepo wa Mungu. Wakasi na nzao. Mafuta ya Mungu. Haiko ndani ya mavazi ya Baba. Haiko ndani ya viatu. Haiko ndani ya makiaje. Lakini kwa ndani ya mtu ambaye anafanya agano na Mungu. Haleluya. Ukiangalia mtumishi kwa hali ya nje, unamdharau. Kumbe ndani anaelewa kitu. Kuna wale wanakuwa macho, lakini hawaoni. Wana masikio, lakini hawasikie. Mungu akasema, mimi naenda huko. Uchagua vizuri na kuchagua vibaya ni wewe peke yako. Katika maisha yako ukichagua mazingira mabaya tayari unaingia kuzimu. Chagua mazingira mazuri tayari mbingu umeingia. Kuna mazingira zingine watu wa Mungu hawapashi ingia. Kwa usemi mwingine tunasema hivi, mavazi ni nyingi watoto wa msesa. Kuna mavazi ya Wakristo, kuna mavazi ya wapagani. Kuna mazingira ambayo tunaweza si watumishi mzuri wa kuhudhuria, na kuna mazingira ndio watoto wa Mungu hawapashi kwenda. Haleluya. Haleluya. Dunia leo imechafuka. Unashindwa kutofautisha Mkristo na mpagani. Mtumishi wa Kristo anaanza kunywa fanta, anaanza kunywa mmote, anaanza kumutike. Hata nikwambie mpendwa, kuna mazingira tofauti. Si kila mazingira ambayo tunapaswa kuingia sisi. Hapana. Haleluya. Hii ndio mazingira yetu. Kule wote sio mazingira yetu. Sasa wahitaji sio mazingira yetu. Kuna dawa makaruo sio mazingira yetu. Kikundi cha kutekana sio mazingira yetu. Mazingira yetu ni hapa. Tunaandaa aeroporo yetu ili barabara ikilia pale kumlaki Bwana. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja. Haleluya. Shida ni kwamba dunia leo tunakuwa machange. 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 Lutu akashuka wakachana ndugu zake. Alipofika ndani ya mji, Biblia inasema akajenga hema yake ndani ya mto Yordani, na ikaendelea hema yake ikaingia mpaka Sodoma. Ni kusema yeye alikuwa kati ya Sodoma na alikuwa. Ni kusema miguu yake ilikuwa kama vile hapa karibu kama mlango. Lakini yote ilikuwa ni eneo la Sodoma. Haleluya. Amen. Yote ilikuwa ni eneo la Sodoma. Akaishi huko. Akabaki huko. Haleluya. Amen. Akabaki huko. Kitu nilifurahia huyu Lot. Ijapokuwa alienda katika mji ambao unatafuka, mazingira wewe machafu, lakini alikuwa mwaminifu wa Mungu. Haleluya. Amen. Alikuwa mwaminifu mbele za Mungu. Biblia inasema hapa akaenda akakaa huko. Katika mji wa Sodoma kulikuwa changamoto ya dhambi. Dhambi ya kupindukia. Haitwe baba, haitwe mama, haitwe kaka, haitwe dada. Ikafika mkiasi baba analala na mtoto wake wa pili. Mama analala na gafso wake. Angalia dimension ile dhambi ambayo katika mji wa Sodoma. Biblia inasema ya kwamba hiyo dhambi ikanukia Mungu. Dhambi inanuka. Dhambi inanuka. Hatuja kutoka tunasema tuko kwenye mazingira mabaya.
mukolomoka zaki na ndako nikatoka nikawaza mambo mengi ya maisha na kanisa kebelepo na bomo nikajiuliza kwa nini maisha yangu iko hivi bomo inangeza wewe pona nini pona nini na kutumikia Mungu sasa ndio nzambe toka ujana wangu kwa baba na jeunesse na ngai leo ninakuwa mzee ndio nakomi paka tangu nilipookoka tangu na bomo laki motema sijui mwanamke yote na yeye mwasi msusunde sijawahi kutosha hata chemise na nalongola hata chemise na ngai te pona la sijawahi kutosha pantalon mbele nalongola pantalon kwa sababu si msusunde sijakamata kitu ya mtu na sibe loka mtu te ijapokuwa madhaifu hata wasana pana lakini bado kwa uaminifu mbele zako kasi na tena niliposoma nikasema nini natuma na bini ndio tikana na wazazi natani baboti ngai na wazazi na moni baboti nikaambia wazazi na hivi si baboti wakilishi wangu hapa chini ajua bazali batunana se bazaba konti hawakujua kwa nini nilienda huko baiba kite pona na kei ilikuwa ni manunguniko ndani ya moyo ezalaki pasi na motema angalia maisha Bwana kupitia kotala bomo inazolekela nikawauliza wazazi natuni baboti sijue niende katika maisha na yeye pona ni bomo inangeza ni boite tukazungumza tusolaki na bango kwa nini pona nini madharau kila siku kochulo na mikolo nyonso hali mbaya kila siku kopika mabe mikolo nyonso na sijawahi kukosa mbele zako na unazana liboso na yote nzambe uzinifu sijue nini nasema kakitumba tena sijue uzinifu katika na maisha yeye kitumba tena bomo inangai sijue kuiba kitu ya mtu katika maisha na yeye kwa ibe loka ya mtu tena bomo najiuliza inangai Mungu nini nazo kitu na nzambe pona nini bomo inangai zobe babo nini katika maisha pona nini bomo inangai zobe babo kwa nini wakati nataka kupiga hatua pona ningine kene liboso ninarudia nyuma sasa unasimamisha wakati nataka kufurahi siku moja siku ya kilio mikolo ya mwenye kwa nini katika maisha yako pona nini bomo inangai bomo nikaona wazazi na mwani baboti wakilishi wangu hapa chini ya jua batinda binanana sena moyo Mungu wangu ni ndio Mungu wao ndio Mungu wangu sabera babone nzambe na ngai nikaenda waona ake komona ba nikaambia wazazi nefsi baboti labda kuna jambo lingine tangu sasa na kudika hapo baboti tunajua juu yako hapo wewe pona ngai hapo mimi sijui pona na yeye ya ngote kuna wakati mwingine sana mwa mabususu unaweza tubu zambi na zenyewe ya obe iko tube na masumo sana mte kurehemu kwenda sabera kwa naona lakini Mungu ananyamaza tunabia mfandi hata nikwambia upendo kama ni saombe kunyamaza ya Mungu ufanya kile haiko kosa ya kufanya lakini nangoja wakati wake nikaikana wazazi nafanya baboti niambie kwa nini wewe sasa hapo na ninaende katika maisha yako pona bomo na ngai pona nini boy haleluya haleluya ninaendiki pona nini boy wakanipatia jibu na pesi ngai yelani nikatoka na lowaki wana sikutosheka na ntimaki te nikafika kunyumba nakena ndako na ngai nikakaa mshamba na afanye na chambre na ngai nikapiga magoti na beti mabolongo nikachunguza na iko tala malamu angalia maisha ya nyuma na tali vie na ngai ya passé nikaanza angalia na retroviseur bandiko tala na retroviseur kizazi na kizazi na kizazi na kizazi na descendance na biso nyonso wache ezalaki ndenge nini ilifo kupiga kontrol ya maisha eza iko tala contrôle na bomo ina ya passé unasema ni laana na beti ezali kwa chama na beti bato uko nyuma ulikuweka nini ili usilie makosekasi kitu ya kwanza nikachunguza nikaona namoni eloko yapo tate kuu koko na biso ya kuna mosika alikuwa mwami azalaki mokonzi alikuwa shehe mzima azalaki musulman shehe wa kufaka ya kolanda alikuwa shehe azalaki pe shehe pia alikuwa mwami pe azalaki mwami wa kufaka ya kolanda pe ye ndio tate msalababa pe azali koka bona azalaki pe mwami ya Mkatoliki akomi na katoliki huyu tate yetu sikoko na biso utakuta majina zetu za mfamilia okuti bakoko na biso ya famille ziko wasala wa mizima eza ba musulman utakuta babiba okuta babiba Shabani bashabani Hamza Hasani ndio majina ambayo tulipewa ni hii ya ukoo hii ambayo ilikuwa ya mzima tukapewa katika maisha yetu nikachunguza yale yote msalababa sasa hatukumuonaka lakini tulizaliwa tunamsikia hatupataka neema kumwona kwa maana baba mzazi alikataa kwenda kwetu kuvilaza tunatuliza kwa nini tusika kuona tate alikuwa anajua sababu ule tate yetu alikuwa na mastati zake kama zinasirika azo peke zinageuka hivi ti ukibambazi wakati zinageuka ukibambazi udarishe masehemu mwingine bali wanataka
ile kutuma kukufa. Alikufa tu. Akaviacha vile. Ule tate yetu. Alikuwa anaitwa Bilali. Alikuwa na wanawake wanne. Bibi wa kwanza alikuwa mzaliwa. Na wengine wakafuata. Akachunguza ndani ya familia. Baba ndio alizala watoto wengi. Akazala watoto wanaume kwa 8 na wake 3. Na mbinguni ndio kwa 12. Wa mbele yangu ilikuwa lipasa. Nilipata mapasa. Alafu kuendelea hiyo. Baba alipotuzaa. Alipotoka kufilacha kwa akademi. Alipoona yale mazingira yote. Akataka neema ya kuokoka. Akataka zile makondo zote, zile makamba zote za kifamilia. Aliingia tena kwa huduma shambele. Zile malezi kafara zikalia. Kwa leo kwa familia yote. Baba ndio alikuwa na mwaye. Na ile ilizaa watoto wanaume. Ni habari mrefu ndugu yangu. Angalia watoto wengine wa bibi wengine. Wanazaa wanaume wakubwa. Wakakuwa watasa wanaume. Watasa wanamke. Na wanamke wao waliishi pale kwetu, baba akawasomesha pale. Walipomaliza masomo waliolewa. Baada ya kuolewa na yeye babu nyumba zilisha. Kama tuko na badala 50 mwenye familia yetu. Ndio badala ni bawili. Haleluya. Amen. Haleluya. Ninapotafakari ya mambo. Nasema Mungu mapenzi yako ifanyike. Ukiangalia familia yako. Ni habari za mrefu. Wakati nakwenda. Haleluya. Wakati nakwenda. Wakati nakwenda. Chunguza mazingira yako. Na ulipotoka. Labda ni vile ambavyo ulipitia ndio unasubiri leo. Wakati siamini Yesu Kristo. Bwana anaongoza maisha yako. Tuko vya aina mbalimbali vibaya. Nilifanya machafuko mabaya. Ninapotafakari leo. Nasema
mtu mkubwa. Alipoke. Hakuna mtu kwa nisogelea mimi. Ushaona oro. Ushaona oro. Hizo mwenye nishasikia tu oro. Oro niligusa. Nilivaa. Kuna makumete ni za oro kana na sasa. Ndio wanatengeneza oro kumete. Wanatengeneza mashenete oro. Kama nilikuwa nizitia huko. Lakini kwa ajili ya mazingira mabaya. Mazingira mabaya. Wana zania yale yote nilifanya. Mungu atanisamehe. Nitalipa. Nitalipa leo. Leo unapanga leo. Leo utavuna kesho. Leo unapanga leo. Leo utavuna kesho. Na utavuna kesho. Ulisema kuna laana. Ulisema kuna mchawi. Hapana, kuna mchawi. Mungu analipa yale. Hapana jana. Leo unavuna leo. Mungu wa Mungu. Haya katika maisha yako. Mungu gani unapenda katika hii mazingira? Haya mazingira tuko leo. Ni mazingira mazuri. Ninashangaa kuona ulitoka katika mazingira mabaya. Unaingia katika mazingira mazuri. Baada ya yale mabaya, unaileta tena hapa. Hakuna laana mikosi kama hiyo. Hakuna laana mikosi kama hiyo. Haleluya. 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 Mungu wa Mungu. Tafuta kwa mwaminifu mbele zako. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba ilikuwa siku moja Lutu anakaa kwenye mlango. Akaona watu wawili wanakuja. Kitu nilikuwa najiuliza hapa. Hao watu wawili walikuwa ni malaika. Waliwatuma ili kuharibu Sodoma. Lutu alikuwa pale. Alipowaona akajua kama ni watumishi wa Mungu. Nikauliza, huyu Lutu sikusikia kama alizeka kama alikuwa intercessor. Sikusikia kama alizeka kama alikuwa prophet. Sikusikia kama alizeka kama alikuwa pastor. Sasa ni watakuwa na nini kama ni watumishi wa Mungu? Ni watakuwa je kama ni watumishi wa Mungu? Haleluya. Haleluya. Ni watakuwa je kama ni watumishi wa Mungu? Katika maisha yako. Kuwa mwaminifu sana mbele za Mungu. Kuliko kufunga sana. Haleluya. Kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Kuliko kufunga sana karaka na huko machafuko na kucheka. Na kuharibisha kanisa la Mungu. Haleluya. Kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Na kutakia mtumishi wa msesa. Kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Kuwa mwaminifu mbele ya viongozi wa mbele zetu. Kupitia hiyo kuna neema itakutafuta. Kuna neema itakutafuta. Kuna neema itakutafuta. Bila kufunga karande juu. Kuna neema itakutafuta. Bila kufunga karande juu. Kuna neema itakutafuta. Bila kufunga mwaka mzima. Kufunga karande juu. Na unafiki ndani yako. Mungu anafanya ndio heshima. Ukiona kumilima na kuomba na makaroko na zipana. Mabitu mwiko maozi hapa. Haleluya. Haleluya. Kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Kuwa mwaminifu mbele ya viongozi wetu. Kuwa mwaminifu mbele ya wazazi wetu. Utamuona Mungu. Yaani utapata. Ufalme wa milele. Utaurithi. Haleluya. 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 Kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Tuko kanisani. Tunaonana hapa. Kila mmoja iko na mazingira yake. Kuna zile mapepo za mazingira ya kwenu. Kuna wale ambao zinakusindikiza katika mpaka hapa. Sasa inabidi uangalie nani ambaye atarafikiana naye kanisa. Asikuwewe katika mazingira. Haleluya. Asikuwewe katika mazingira mabaya. Asikuwewe katika mazingira mazuri.
ukisegera pembeni yake. Habari zake ni critique. Critique na critique watumishi. Watu wawili pale kwenye uwanja. Lutu akaona. Akatambua ya kwamba hawa watu haiko watu wa kawaida. Haiko watu wa kawaida. Ni watu wa Mungu. Wajumbe wa Mungu. Ni malaika za Mungu. Haleluya. Usikuwa unaona kila mtu kama kawaida. Ile matermometre zetu tuliziacha kule nje. Zilete na kanisa yetu. Sote hapa tuko ndugu. Kwa watu chukua matermometre. Mungu mtumishi wa kweli. Mtumishi wa Mungu. Mungu anaombaka. Mungu waombaji. Mungu alituita hapa. Mungu wa MCSA. Mungu wa wazazi. Alituchagua. Akatupaka mafuta. Aliona ndani mwetu. Hawezi kupatia sumu. Hawezi kuharibisha hapa. Sasa wakati wewe unakuja, ile termometre yako kama ni ya makala, kama ni mabuni, kama ni machuma, termometre ya kimwili, utaangamia. Sote ni watumishi wa sasa. Na Mungu anatujua. Haleluya. Siku moja nilikuwa kwenye maombi nikasema tembea na kanisa zote. Mimi nilitembea makanisa. Najua makanisa na wachungaji. Na wewe vile vile tembea makanisa. Unajua watumishi wewe. Na hizo wanatembea na Mungu wao. Ni tofauti na Mungu wao sasa. Ni tofauti na Mungu wao sasa. Nilikuwa kaka niliendaka. Nilionaka mambo mengi. Na ni muda wa kutulia mbele.
lupala leo. Sasa mbona nywele zinakuwa hapa? Hamuna sispe. Hamuna sispe wewe. Hamuna lupala. Nywele zinakuwa tena wapi? Simutona sispe. Kwa kila wakati na kwa majina yake. Kwa kila wakati na majina yake ya kuwa. Kwa kijana wewe ni mzee. Lakini katika uzee wako ninatumikia Mungu katika roho na kweli. Ili natarajia siku moja ninaona msalaba mpya. Oh, haleluya. Machozi ambayo nililia Bwana nipanguze. Naambia ya kwamba mwanangu, karibu. Ulilia, ulisemewa, ulipigwa mawe. Toka katika kifua. Toka pumzike. Machozi ya shida na matatizo. Kubali kupanguza machozi siku moja na Bwana. Kubali kupanguza machozi siku moja na Bwana. Haya machozi tunapitia katika dunia leo. Iko siku za koma. Utaambia mauti uko wapi? Magonjwa uko wapi? Wivu uko wapi? Na njaa uko wapi? Tutamsifu Mungu milele. Haleluya. Wanamalaika wakafika hapo. Wakasimama. Lutu akaona. Akasema, haini watu wa kawaida. Biblia inasema ya kwamba Lutu kakwenda. Akashujudu mbele yao. Akawasihi. Akawaambia, Bwana, nimeshuka mbele. Tafadhali usibakie hapa. Lakini njoo nyumbani kwako. Ukanawe maji. Na baadaye upumzike. Asubuhi utakuja. Na endelea tena katika safari. Haleluya. Unaona kama Lutu alikuwa mwerevu sana. Alikuwa mwerevu sana. Kuna vitu vitatu hapa ambavyo nilitambua ndani ya ndugu. Kitu ya kwanza alikuwa mwaminifu mbele za Mungu. Na kitu ya pili alikuwa mkaribishaji. Na kitu ya tatu alikuwa na moyo wa upendo. Penda sana vitu vitatu. Kwa mwaminifu mbele za Mungu. Huyo mtu karibisha watu. Wakati unakimbiza watu kila mtu anaona na mzarau. Haya kukoseana. Siko cha kuambia mbaya. Wakati tunamuona unasikia unamchukia. Unaenda kuuliza leo. Huko siku nishakwambia mbaya. Sasa huko siku nishakuchamba hata. Huko hata kanisa. Kila kana salamu jambo hili. Watu wakamwambia wale watu wawili. Kaambia hapana. Sisi tuko hapa. Hatutatoka hapa. Nikichunguza watu wawili. Walikuwa na mission. Ambayo Mungu alikuwa. Mtu mwenye kuna mission. Kama kuna mission ya Mungu. Kama kuna mission de service. Hata ya kimwili. Hauna droit ya kuona kushoto. Kuitwa wana wa Mungu. Tumpikie Mungu ya sisi. Objectif yetu. Nitakaambia baba mmoja kwa hapa. Nitakaambia mama mmoja kwa hapa. Akadada watumishi kwa hapa. Objectif yetu kutana. Sana kwa safari kwa nabii. Kila moja tu tuko nayo. Hatuna mambo pili. Tuko hapa. Nikuuliza kwa safari kwa nabii. Wakasema tutabaki hapa. Walikuwa na mission. Wale watu hata waskari. Kabla wakamate mji. Wanatumaka watu kwanza. Wapelelezi. Waangalie. Pembe ile yote. Wao madui. Wako na silaha gani? Aye magerite zao hizo kutega.
kabisa watazingira mji. Haleluya. 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 Wakati huo sasa yuko akawasipie. Akawaambia Tony tu. Wakati aliwasipie wakasema tunaenda basi kwa sababu aliwasipie. Haleluya. Kuna baraka zingine inabidi kuzitafuta. Ikaingia ndani ya nyumba ya Lutu. Kwa ufupi muda umekwenda na huyo naisha kukaribisha ambao Lutu alikaribisha watu. Alipata neema yeye na nyumba yake. Wakati wa malaika walichoma Sodoma na Gomora, yeye na nyumba yake waliokolewa. Haleluya. Yeye na nyumba yake waliokolewa. Nikakwambia neno ya mwisho hili. Angalia mazingira yako. Chunguza mazingira yako. Mungu ashafungula tayari. Ashakubariki tayari. Lakini angalia mahali ulitoka. Chunguza mzuri. Yeye ndio afanya siku zote. Yesu alikuwa mazuri machoni pa Bwana. Na kama alikuwa machoni pa Bwana, sema mbegu uliyopanda jana yeye ambayo tunavuna leo. Lakini Mungu wa rehema, Mungu wa mseza, Mungu ana uwezo. Atufanyie na funguo ya maisha yako. Afungue maisha yako. Mungu wa mseza, kuja katika mazingira mazuri na siku leo tumwone Bwana na Mungu atubariki. Amen. Nayoki yo bien te, il s'agit de Jésus. Nabi batu bazana suka kuna, est-ce que na koyo kamolo?